Kwa majina naitwa Joseph Mwingira, mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ninataka tufundishane jambo la muhimu sana kwa habari ya injili ya kweli ya Yesu Kristo. Hakuna mtu ulimwenguni anaweza akakufundisha injili ya Yesu Kristo isipokuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Lengo kubwa, wote kwa njia ya imani katika mwili na damu ya Yesu Kristo tufikie uzima wa milele ambao ni neema tumepewa na Mungu wetu, damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 13, anasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao walio nao ni wachache. Damu ya Yesu Kristo. Unaelewa nini kuhusu neno hili la Yesu Kristo? Siri gani iko katika neno hili, maneno haya matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo? Watu wengi wanaweza wakasema ni Wakristo, lakini wasijue kwamba katika Ukristo wao, katika kuabudu kwao, kumbe wanapita na kuingia katika mlango ulio mpana, wanapita na kuingia katika njia iliyopana, lakini wanaitwa Wakristo, hawaelewi. Kwa hiyo kupitia neno hili tunatakiwa kujifunza ni mlango upi mwembamba, ni mlango upi mwembamba na njia ipi nyembamba ambayo inatufikisha mbinguni. Yesu Kristo anasema kwamba watu wengi wanapita katika hii njia pana, watu wengi wanaingia katika huu mlango mpana, huko wako wengi, ni Wakristo wako wengi, lakini katika mlango mwembamba na katika njia nyembamba ni wachache sana. Siri ni nini? Ndio, Wakristo wengi wanapita kwenye hiyo njia nyembamba, njia hiyo pana. Wakristo wengi wanapita katika huo mlango mpana. Kwa nini? Kwa sababu hii moja. Kwa sababu katika njia pana, ni njia pana nzuri, haina vikwazo, haina dhiki, haina mateso. Watu wanaitamani hiyo njia pana, wanaitamani. Kwa nini? Katika hiyo njia pana, barabara pana, imepambwa fedha na magari, imepambwa fedha na mali, majumba na magari, kuoa na kuolewa. Mambo ya dunia hii yamepambwa katika hiyo njia pana. Kwa hiyo watu wengi wanakusanyika, wanamiminika katika hiyo njia kuelekea kuzimu, wasijue ni mtego wa Ibilisi. Njia iliyo nyembamba ina mateso mengi, ina dhiki nyingi, ina aibu nyingi, lakini ndiyo njia ya kufika katika uzima wa milele. Ndiyo njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika hiyo njia watu wakitazama wanaona tu kuna damu ya Yesu Kristo, kuna mwili wa Yesu Kristo, kuna msalaba wa Yesu Kristo, kuna mauti ya Yesu Kristo. Hawaoni kitu kingine. Hakuna pesa huko, hakuna mali huko, hakuna majumba na magari, bali kuna mwili na damu ya Yesu Kristo. Kila utakapokanyaga, unasonga mbele, unaona tu mwili na damu ya Yesu Kristo. Watu hawataki hiyo. Watu wanataka fedha na mali. Ndio maana watu wote wanamiminika katika barabara iliyopana, kwa sababu ina fedha na mali, ina majumba na magari. Damu ya Yesu Kristo, huko watu wengi wanaenda. Kwa hiyo wanapotea, kwa sababu injili ya Yesu Kristo ni mwili na damu ya Yesu Kristo. Imani yetu kwa Yesu Kristo, tunaposema tunamwamini Yesu Kristo, tunaamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, sio katika fedha na magari au fedha na mali. Njia hiyo ni pana, wengi wamekusanyika huko,
wanataka utajiri, wanataka kuwa maarufu, wanataka kuwa watu wenye fedha na mali, na wanahubiriwa fedha na mali, wanatamani kuwa matajiri duniani. Hiyo njia ni pana, lakini mdomoni kwao wanataja Yesu Kristo, kumbe wasijue njia pana hiyo wanayoipita wanaelekea kuzimu. Yesu Kristo anasema wameukataa mlango mwembamba, hawataki kupita katika huo mlango mwembamba, wanataka kupita katika mlango mpana. Kwa nini? Katika mlango mpana wanaona tu umepambwa fedha na mali, wanataka kupita chini ya mlango unaomiliki fedha na mali, majumba na magari, starehe za dunia hii, mambo ya dunia hii yamepambwa katika mlango mpana. Sasa watu wote wanaimiminika huko. Kwa nini mpana? Umetengenezwa kuwa mpana kwa sababu wengi wataingia humo. Umepambwa fedha na mali. Ndivyo makanisa yote yaliyoko sasa hivi yanahubiri tu mlango mpana, na watu wanamiminika huko. Watu wanamiliki watu maelfu na maelfu, kwa sababu katika huo mlango wanaohubiri una fedha na mali. Lakini mlango huu mwembamba, katika miimo yake ya juu na vizingiti vyake, umepambwa tu damu ya Yesu Kristo, mwili wa Yesu Kristo, msalaba wa Yesu Kristo, mauti ya Yesu Kristo. Watu hawataki kupita chini ya damu ya Yesu Kristo kuingia uzima wa milele. Hawataki. Damu ya Yesu Kristo ndani ya mioyo yao ni kitu ovyo, kinakela. Ni injili isiyoleta ladha kwao. Wao wanataka kuhubiriwa fedha, wanataka kuhubiriwa mali. Sasa damu kwao imekuwa ni chukizo. Kumbe damu hiyo iliyomwagika ni kwa ajili ya uzima wao, ukombozi wao. Israeli siku ile walipokuwa Misri, fedha na mali haikuwakomboa, kwa sababu walilala katika nyumba ambayo milango yao imepakwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka. Lakini wale waliolala kwenye nyumba milango yao imepakwa fedha na mali, milango ya nyumba za Misri, wote walikufa. Lakini waliokolewa wale ambao waliopita chini ya milango iliyopakwa damu ya Pasaka. Yesu Kristo ndiyo Pasaka wetu. Kwa hiyo sisi tunapita katika mlango wa imani kama Mtume Paulo alivyotuambia. Mataifa wamepewa mlango wa imani. Kwa hiyo katika mlango wa imani umepambwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Sisi tunapita chini ya damu ya Yesu Kristo, tunaingia mbinguni. Ndugu wote ulimwenguni, sikilizeni hii Injili. Mpendeni Yesu Kristo. Mtazameni Yesu Kristo. Itumaini damu ya Yesu Kristo peke yake. Tumaini mwili wa Yesu Kristo. Twende mbinguni. Twende mbinguni. Usiwaze kwa habari ya mambo ya dunia hii. Usiwaze kwa habari ya mambo ya dunia hii ambayo sasa yanaonekana kama ni mazuri, yana heshima, lakini hayataokoa roho yako siku ya mwisho. Shika damu ya Yesu Kristo, shika mwili wa Yesu Kristo, shika mateso ya Yesu Kristo, muamini Yesu Kristo katika damu yake. Twende mbinguni kwa hii damu, damu ya Yesu Kristo. Mlango ni mwembamba na wachache wanaoingia. Hii inamaanisha Wakristo tujue ni wachache wanaohubiri mwili na damu ya Yesu Kristo, ni wachache wanaomwamini Yesu Kristo katika mwili na damu ya Yesu Kristo, ni wachache wanaoiheshimu damu ya Yesu Kristo. Wanaoenda mbinguni ni wachache. Ondokeni katika mlango mwembamba, mlango huu mpana wa fedha na mali. Twende katika mlango mwembamba wa damu ya Yesu Kristo. Acheni kupenda fedha. Acheni kumiminika kwenye hiyo milango ya mauti. Miminika katika mlango wa damu ya Yesu Kristo.